Who touched me? Ni nani ameniguza? Huyo ni Yesu akiuliza umati wa watu ambao ulikuwa umemfuata, na hangeweza kujua ni nani amemguza, lakini alisikia nguvu zimemtoka. Ilifanyika hivi: Yesu alipovuka upande wa pili, akakuta umati mkubwa umemsubiri. Na katika ule umati palikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mkubwa wa zile synagogue ama mkubwa wa dini. Alikuwa akiitwa Jairus. Na alikuwa na msichana ambaye alikuwa ni mgonjwa sana kiasi cha kufa. Na kwa sababu yeye alikuwa mkubwa wa dini, alikuwa na uwezo wa kuhijack Yesu aende akaombee mtoto wake. Na ikawa ni hivyo, umati mkubwa umemfuata, watu wamemzunguka, watu wanafinyana, lakini wakielekea wapi? Kwa Jairus kuombea ule msichana. Lakini ikafanyika hivi, palikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa na shida ya bleeding. Na akaona umati huu wa watu ambao ulikuwa ukisonga kwa pamoja, unasukumana, na akaona shida zake ambazo alikuwa nayo ya bleeding kwa miaka mingi. Hakuwa na nafasi ya kungojea, na alikuwa na imani na Yesu ya kwamba akimuona, ya kwamba akifanya jambo la imani atapona. Na I think hakutaka kufuata protocol. Juu hakujua Yesu akitoka kwa Jairus ataenda kwa nani. Na unajua pengine wale watu wakubwa wa dini ndio walikuwa wamejipanga nafasi za kwanza za kuaccess Yesu ama kuhudumiwa na Yesu. Lakini huyo mama kajua, mimi sitafuata hii protocol, mimi sitafuata hii laini, nitatumia njia zangu za imani, kwa sababu sijui Yesu akitoka kwa Jairus ataenda kwa nani. Na mimi ni mwanamke tu ambaye anaumia na bleeding. Nimeumia kwa miaka mingi na nimeona Yesu ndio huyu. Akachukua kitendo cha imani na akajifinyiria kwa huo umati na akaguza upinde wa Yesu. Wow. Just imagine such faith. Hakungoja apangwe, hakungoja ati a book appointment kama vile Jairus pengine walikuwa wamejipanga. Hapana, you can access Jesus anywhere and anytime. Akaguza ule upinde wa vazi la Yesu. Yesu akasema, nimehisi kuna nguvu zimenitoka. Wale watu wakashangaa, Yesu umezungukwa na maelfu ya watu na wanafinyana na kuna watu wengi wanakuguza. Mbona unasema umeguzwa? Wale watu hawakuelewa. Kuna mambo ya kiroho na kuna mambo ya kimwili. Yesu alikuwa akiongea mambo ya kiroho, ya kwamba amehisi katika ndani yake kuna nguvu zimemtoka. Kuna mtu amemguza na imani, ya kwamba wakati aliguza ule upinde kuna nguvu zilitoka Yesu. Yule mama aliguza Yesu kwa imani, bali na kuzungukwa na watu wengi na umati wa watu na watu kufinyana. Mama akaona, nafasi yangu ya kufinyana hapa sina, lakini ninaweza fanya kitu kimoja. Ninaweza kung'ang'ana niguze upinde wa vazi lake, na nina hakika nikiiguza mambo yangu yote yatakuwa sawa. Na ikafanyika hivyo. Akafinyana akaguza tu upinde la vazi ya Yesu. Yesu akasema, nimeguzwa. Wanafunzi na watu na umati wakamwambia, Yesu, hawa watu ni wengi sana, hatuwezi jua ni nani amekuguza. Yesu akawaambia, nimesikia nguvu zimenitoka. Wow. That is how sometime we are supposed to deal with Jesus. Wacha kufuata protocol, wacha kubook appointment. Yesu hataki hiyo mambo yote. You can access Jesus anywhere and anytime. Huyo mama alihudumiwa, hakupanga laini. After kwenda kwa Jairus, sijui Yesu alienda kwa nani mwingine, lakini Yesu alihudumiwa hata kabla Yesu ahudumie Jairus, ambaye alikuwa amejipanga, ambao walikuwa na ratiba vile Yesu ataenda kwao na ataombea ule msichana. You can break a protocol by accessing Jesus by faith wherever you are at any point. Wacha kugojea msafara, usipange laini ya kuaccess Yesu. Jesus is available wakati wowote. Na wacha nikwambie, Yesu angali amezungukwa na watu wengi. Kama hauna habari, Yesu angali amezungukwa. Ukifungulia maruninga
kuna watu wengi wanaongea kumuhusu. Wengine wanaongea positive thing, wengine negative thing. Wengine wanamfuata kwa haki na wengine ni uongo na sarakazi na vituko na nini na kila aina ya vituko. Lakini you can access Jesus no matter amezungukwa na watu wangapi. Ukijua ile kitu unaenda kuleta kwa Yesu, ukijua Yesu yale mambo anaweza kuyafanya, usikufe moyo. Usiangalie amezungukwa na watu wangapi. Hata pale kwenye kanisani, wacha kuangalia watu wenye wako pale mbele ama wako nyuma. Hapana, unaweza access Jesus hata ukiwa kule nyuma kabisa. Unaweza hudumiwa. Hiyo shida yako unaweza muguza kwa imani. Kama yule mama, yule mama hakutaka kupinyana na wale watu, hakutaka kupangwa kama kina Jairus. Hapana, yeye alitumia njia ambayo ni ya imani, na akajua huyu Yesu, nikiguza tu pinde la vazi lake nitahudumiwa, shida yangu itakwisha. Na ikafanyika hivyo. Nataka kukuambia hivi, Yesu angali amezungukwa. Wacha kutafuta nafasi ya kwenda kumuona physically. Mambo mengi ya Yesu, mambo mengi ambayo tunapigana nayo ni ya kiroho. Huyo mama alimuguza kwa imani, hakumuguza physically, alimuguza kwa imani. Ndio Yesu akasema, nimeguzwa, nimesikia nguvu zimenitoka. Huyo mama kuna siri alijua. Mimi sitaandamana na hawa watu kwa kina Jairus ndio nipangwe nikuje niombewe. Hapana, mimi nitamuguza kwa imani. You can access Jesus anywhere anytime. Na yule mama akapona na mambo na shida zake zote zikakuishia pale. Wacha kupanga laini kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna laini. Unaweza mfikia mahali popote na wakati wowote kwa imani na kwa ufunuo. Thank you and God bless you.